wakati nakuja huko nimekuta askari wametanda pale, wengi. Kwa hiyo kwa hili, na kama msemaji wa mwisho ameligusia idadi ya wapiga kura kesho kutwa, tukubali tusikubali, itakuwa ndogo. Watu washaanza kutishika. Nini sababu ya kuumia? Nini sababu ya kwenda kupoteza maisha? Mimi sitoki, nitakaa nyumbani. Mashaka yangu ni kwamba pakiwa na wingi wa askari kupita maelezo, unaweza kujikuta wananchi wakapata hofu. Sasa hivi kweli kutakuwa kuna kupiga kura kweli, wakapata hofu. Kwa sababu raia akiona hii combat alafu anapita wengi wako na hivi, anakuwa na wasiwasi kwamba kuna vita hapa. Kumbe hakuna vita, ni watu hapo kwenye zamu yao wanafanya hivyo, lakini kipita kiasi naleta hofu ndani ya watu wenye nia njema. Na mimi ninachokisema kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinafanya vizuri sana. Kinachotakiwa, ushauri wangu, wanaweza kukuta watu wawili wanaongea pale, wasiwe na shaka nao, kwa sababu tunaamini kata yetu ni amani, hakuna shida yoyote. Wakikuta watu wawili watatu wanaongea pale, wasije kadhani kwamba wanaandamana, hapana. Labda ikitokea kuna mmoja kati yao akasema maneno, basi vyombo vya ulinzi na usalama, hasa jeshi la polisi, wanaweza wakachukua hatua kuweza kuwahoji. Ndugu zangu viongozi wa dini, kama walivyosema, wao wanafanya doria ya kiroho, lakini sisi kama polisi na vyombo vingine vya usalama tunafanya doria za kimwili. Kwa hiyo wasishituke kuona vyombo vyao vya usalama viko mitaani vinatamalaki kwa ajili ya kuonyesha kufanya doria kwa kutumia miili yao na vyombo vyao vilivyokabidhiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hayo yote ni kwa sababu ya kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kutamalaki. Tunapenda kuhakikishia umma hatutakuwa chanzo cha kuweza kusababisha vurugu kwenye maeneo yetu tunaokwenda kusimamia uchaguzi. Na katika siku hiyo pia hakutaruhusiwa maandamano ya namna yoyote ile. Nisisitize, hakutaruhusiwa maandamano ya namna yoyote ile, ili kuruhusu wananchi watumie haki yao ya kikatiba ya kwenda kuchagua viongozi wao kwa kipindi kingine cha miaka 5 inayokuja. Kwa hiyo tumejipanga kikamilifu, doria za kutosha, lakini pia tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kila mwananchi wa wilaya Mpanda anapata haki ya kulindwa yeye pamoja na mali zake, ili aweze kushiriki kikamilifu katika uchaguzi unaokuja. Niwaombe ndugu viongozi ambao tumekutana hapa pamoja, kwa maana ya viongozi wetu wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, yapo maisha hata baada ya uchaguzi. Niwaombe tuwakumbushe waumini wetu, lakini pia tuwakumbushe wananchi wetu, wafuasi wetu kwenye vyama vyetu ambako tunatoka, kwenye vyama vyenu ambavyo mnatoka, wajue kwamba yako maisha hata baada ya uchaguzi.